Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kristo tumaini letu. Hongereni wahitimu. Zangu kwenye moja ya hospitali kubwa zinazokuwa chini ya kanisa letu, kulihitajika daktari mkuu wa hospitali. Mchakato wa kumpata daktari ukafanyika kwa kutangaza nafasi za kazi, na wakajitokeza wengi waliopeleka maombi yao, na kamati maalum ikawafanyia usaili. Baada ya usaili, walipatikana washindi watatu. Kwanza, yule mshindi wa kwanza alikuwa na sifa zote zinazohitajika na za ziada. Alikuwa pia ni mtumishi kwenye hospitali nyingine kubwa, kwa hiyo ilibidi kufanya jitihada ya kumhamisha kutoka kule ili aje afanye kazi kwenye hospitali ya kanisa. Sifa anazo na wamiliki waliona atatufaa. Sasa swali la mwisho lilikuwa unatarajia mshahara gani? Alipotaja mshahara anaotaka, kamati kagundua kwamba anataka mshahara wa mwezi ambao ni kama ni jumla ya nusu ya wafanyakazi wote wa hospitali. Nusu ya wafanyakazi wote wa hospitali ndio uwe mshahara wake. Alafu alikuwa na madai mengine mengi, ikiwemo watoto wake wasomeshwe kwenye shule za kifahari, apewe likizo mara 2 kwa mwaka, moja iwe ya nje ya nchi, nyingine hapa nchini, na akisafiri asafiri kwa ndege daraja la kwanza. Zaidi akasema weekend zote msiniguse, Jumamosi na Jumapili ni siku yangu ya mapumziko. Kwa hiyo nisiitwe kazini wala msitegemee kama nitafanya kazi. Na baada ya kuwa ametoa masharti hayo, kamati kamwambia, sasa ndugu yangu, mbona umetaja marefu sana? Anasema ndio hali yangu huko niliko. Kama nataka kunitoa, lazima mlete kwenye hali hiyo hiyo. Pamoja na kwamba angefaa sana kwa hospitali, lakini ikawa vigumu sana kuchukua. Yule wa pili akaulizwa anachotarajia, yeye akasema, mpaka sasa mimi kipato changu ni hiki, ni yangu mimi kufanya kazi. Japo kamati ilimpenda yule wa kwanza, lakini kwa kuwa hakuwa taasisi haikuwa na uwezo, walimwacha. Sasa hapa tupo nanyi wahitimu wa sekta hiyo hiyo ya afya, na naamini kabisa kilichoko mbele yenu sasa ni ajira. Kilichoko mbele yenu sasa ni ajira. Lakini ni vizuri mwanzoni kabisa tuweke mambo sawa. Umesikia kwenye Injili mama wa vijana wawili, Yakobo na Yohane, ambao baadaye wakawa mitume, anaenda kwa Bwana Yesu, anawaombea nafasi za juu, anawaombea ajira ya hali ya juu. Mmoja aketi mkono wa kuume, mwingine mkono wa kushoto. Na nyinyi ndivyo mnavyowaza bila shaka, na ndio ilikuwa nia ya wazazi na walezi wenu waliowaleta chuo, ili
baada ya kuhitimu hapa, mshike nafasi fulani, mshike nafasi fulani ambayo itakuwa kwa maslahi yenu, lakini na kwa maslahi ya wale waliohangaikia mpaka sasa. Mama Zebedayo aliwaombea watoto wake wawili, na Bwana Yesu akasema